Katika dhimu ya mwaka huu, kama vile tumesomewa neno lake Bwana, tumesikia na masikio yetu vile Mungu anataka na vile Mungu alifanyia wana wa Israeli. Ni makumbusho tu, ni neno tumekuwa tukisoma na tunalijua, lakini tunajua kwamba neno la Mungu linakuwa jipya kila wakati. Kuna message ya ambaye Bwana anatuletea kwa mwaka huu wa Women's Guild, kana kwamba mama anaposikia neno mambo mengi yanabadilika. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe wa mama. Mama anaposimama kwa nafasi lake, mambo mengi yanabadilika. Mume anabadilika, Bwana asifiwe. Watoto wanabadilika, boma hata na kanisa, hata na nchi na ulimwengu. Kwa hivyo tuna kazi na jukumu sisi wa mama kushika hili neno na likafanye kazi ndani mwetu, na tutaona makuu ya Bwana. Bwana asifiwe. Mungu alikuwa ananenea wana wa Israeli. Alikuwa amewatoa katika utumwa. Na sasa walipokuwa katika safari kuelekea katika nchi Bwana alikuwa amewaahidi, katika jiani hiyo miezi wakifika, aliwapeleka katika mlima Sinai. Bwana apewe sifa. Katika mlima Sinai pale walikaa hapo chini, mlima ukiwa pale, na Biblia inatuambia kwamba kulikuwa na kiangazi, kulikuwa na ukame. Bwana apewe sifa. Yani ilikuwa jangwa kubwa sana. Bwana apewe sifa. Na alipokuwa wamekaa mahali pale, nataka tu reflect mawazo yetu wakiwa mahali pale, vile walikuwa wakifanya. Na wakiwa mahali pale, wakiwa tu wamekaa, Mungu alinenea Musa, akamuita juu ya mlima ili amzungumzie na awape ujumbe wana wa Israeli. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe kanisa. Kwa nini Mungu hakuwaita wote? Aliita Musa kwa sababu yeye alikuwa ameteuliwa na Mungu. Alikuwa wa kuleta message kutoka kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Na tunapo reflect hapo, tusione hata wakati huu ya kwamba Mungu hawezi akakuita wewe juu ya mlima. Ni kwa sababu pasia lilipasuka. Kila mtu anaweza panda mlima na kuweza kukutana na Mungu wake. Bwana apewe sifa. Waliokuwa mahali pale, Musa akapanda kwa Mungu, na Bwana akamuita kutoka mlimani ule akisema, utawaambia nyumba ya Yakobo na kuwaarifu wana wa Israeli maneno haya. Maneno gani? Mumeona jinsi nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya bwawa za Tai, nikawaleta ninyi kwangu mimi. Bwana apewe sifa. Bwana anatuambia kwamba Mungu ni kuwakumbusha aliwakumbusha. Ni kwa sababu haya ni maneno Mungu alikuwa ameyatenda kwao. Bwana asifiwe sana. Na sababu sasa wako jiani na ana haja nayo, aliwaleta na kuwakumbusha ili wasisahau, ili wasione kana kwamba ni nguvu zao, kuwakumbusha vile amewatendea. Bwana asifiwe sana. Na jinsi alivyowabeba. Bwana apewe sifa. Akawaleta kutoka katika utumwa. Mtu wa Mungu, siku ya leo nataka nikuulize ya kwamba umefika wapi na uko mahali wapi? Unaweza reflect vile Mungu amekutendea. Bwana asifiwe sana. Nina imani ya kwamba ni wengi wangependa kuwa kama wewe na hawako wakati kama huu. Bwana anakuzungumzia ukaweza kukumbuka yale Mungu amekutendea. Tangia kuzaliwa kwako akakuleta katika nyumba lako, na ile miaka uko nayo unaweza kumbuka ili uweze kutafakari ukuu wa Bwana na upendo wa Bwana katika maisha yako. Je, tunapoendelea kumbuka yale Mungu amekutendea. Bwana asifiwe sana. Tukumbuke yale Mungu ametutendea. Bwana asifiwe sana. Ni kwa nini Mungu na alikuwa na uwezo wa kuwafukisha wakafike katika nchi ile alikuwa amewaahidi, na pia alikuwa na uwezo
wa kuwapitishia katika ile njia haina jangwa, lakini akawaachilia, akawaleta mahali pale. Bwana asifiwe sana. Mungu alikuwa ananisaidia ya kwamba aliwapitishia katika wilderness ili Bwana aende akiwauda na waweze wakaona yale Mungu ametenda. Na wakati huu Mungu alikuwa na haja nao, ndio alikaa mahali pale ili Mungu awatiishe. Bwana asifiwe sana. Waweze kusikia neno la Mungu na waweze kutenda kadri Mungu angependa watende. Bwana apewe sifa. Katika wilderness tunajua mambo ni mengi yanatendeka. Wakati uko katika jangwa, wakati uko katika mapito, wakati unapitia hali ngumu, ni mambo mengi yanakufikia. Mara unakuwa huna uweza, huna furaha, na mara unakuwa mtu amefinyika. Wale wana wa Israeli wakiwa katika jangwa walikuwa wamepatwa na mambo kama hayo. Katika jangwa kuna njaa, hakuna maji, lakini Bwana alipitishia pale kwa sababu. Bwana apewe sifa. Sijui mambo tulio nayo katika maisha yetu, yale tunapitia, kama ni Mungu ameachilia, kwa sababu anatuita na hatusikii, anatuonya na hatuelewi. Basi lazima atupitishie katika ile jangwa, ili ya kwamba wakati anatuita tukiwa katika shida, yani mtu desperate anakuwa anatii. Mtu desperate ni vile ataabiwa na anaweza reflect maisha yake, huyo mtu desperate akiwa katika jangwa. Basi siku ya leo wa Kristo, Mungu anatunenea kupitia ile neno lake. Sijui hali ulio nayo, kama uko na mapito unaopita ambao inakaa kama mtu ako katika wilderness. Bwana apewe sifa. Mungu aliwapitishia kwa nini? Bwana alitaka kuwa humble. Alikuwa anataka wawe watu wa kunyenyekea. Bwana asifiwe sana. Tena alikuwa anataka watu wa kuobey neno lake. Katika wilderness Mungu alitaka wawe watu wanaweza respond na yale Mungu atawaambia. Tena alitaka wawe watu keen kwa yale Mungu atawaambia. Tena akiwa katika ile wilderness, mtu anaweza fundishwa na kushika, kwa sababu hana nguvu zake. Bwana asifiwe sana. Hana uwezo wake, anategemea kutoka kwa Mungu. Hivyo ndivyo tunakuwa hata nasi. Wakati tuko katika mapato, tunakuwa watu ambao tunaomba sana, watu ambao wanatii sana, watu ambao wanaweza abiwa na wafanye, lakini ni wale watu hawamjui Bwana. Mungu akituona ya kwamba tumeinuka sana, anatupitishia ili tuweze kuona hukumu na kumjua. Bwana apewe sifa. Tena katika ile jangwa, Mungu alijua ya kwamba atawaharden, watakuwa watu wako na nguvu, kwa sababu safari iliyo mbele yao ni safari ilikuwa ndefu na ni watapatana na mambo mengi. Kwa hivyo katika ule mlima Sinai, Mungu aliwaharden sana wakitoka mahali pale. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, asubuhi njema ama adhuhuri ya leo, mapito tunayoyapita ambaye Mungu anatuona nao, sijui kama tuko na nguvu, na ndio Mungu anatunenea siku ya leo. Anatuambia kwamba njooni kwangu. Bwana apewe sifa. Na tumtafute Mungu ili tuweze kumuona, tupate nguvu ya kuendelea, kwa sababu safari tulio nayo wakati huu sio safari rahisi ya watu wa Mungu. Inahitaji watu walio na nguvu, watu wanaweza nyenyekea, watu wanaweza wacha uofu, watu wanaweza tafuta Mungu, watu wanaweza kutii, hata kutii wakubwa wao. Bwana apewe sifa. Wakati Mungu aliita Musa juu kupeana ujumbe wake, Musa alileta kwa elders, kwa wale watu ambao walikuwa wamechaguliwa, na akajua hawa watu nisipowatiisha hawatasikia hawa watu ambao wamechaguliwa. Bwana asifiwe. Ni mara ngapi hatujasikia walio juu yetu, walio na usemi juu yetu, hata tukiambiwa. Siku ya leo Bwana anataka tukawe watu wa kutii. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa naangalia tena mlima. Kwa nini Mungu aliwaleta karibu na mlima?
na Mungu alikuwa na uwezo wa kupeleka pahali popote. Bwana asifiwe sana. Nikafikiria nikaona mlima una symbolize mambo mingi. Mlima tuwa tunasema wale watu wanaenda kuomba, wanaenda mlimani. Kwa nini wanaenda mlimani? Kwa sababu katika mlima unakaribia Mungu. Bwana asifiwe sana kanisa. Katika mlima ni kukaribia Mungu. Kwa hivyo aliwaleta karibu naye, kwa sababu alijua bali naye hawataweza. Kama vile Bwana ametuficha siku ya leo, ametuleta katika mlima wake karibu naye akatuzungumzie. Bwana asifiwe kanisa. Ni jukumu letu la kuchukua vile Mungu anataka kutuambia. Bwana asifiwe sana. Katika huo mlima tunakutana na Mungu, na Mungu anatutenda mambo makubwa. Bwana asifiwe sana. Katika mlima, karibu na mlima pia tunaweza mtu anaweza kureflect. Ndio unaona mtu akija kanisani unakaa unafikiria, unareflect mambo mengi, kwa sababu you are harbor mahali pale. Mungu amekuhabo katika hii mlima ya Bwana. Tunapokuja nafikiri hakuna mtu anaongeanga na mwingine, tunasikiliza, na wakati huo tunakuwa harbored sana ili tusikie vile Mungu alifanya. Hivyo ndivyo alifanyia wana wa Israeli, na kwa sababu ni Mungu jana, leo na hata milele, hata siku ya leo tunaenda katika mlima wa Bwana. Bwana apewe sifa. Na Mungu anatuzungumzia kupitia mlima wake. Bwana asifiwe sana. Analeta neno tukapate kulielewa, na analeta neno akitaka kutuonya, na analeta neno akitaka kutufunza, kwa sababu anatupenda. Bwana asifiwe sana. Anatupenda na anataka tuwe watoto wake vile alivyofanyia wana wa Israeli. Tunaposoma 4, Mungu aliwaambia, alituma Musa akawaambia, mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi. Anawakumbusha. Bwana asifiwe sana. Sasa basi, ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Bwana apewe sifa. Aliwaambia mtakapolishika neno langu, kulitii neno langu, ndivyo mtakuwa watu wangu. Bwana asifiwe. Kushika neno la Mungu na kulitii, mambo yanakuwa mengine, kunakuwa na mabadiliko, unakuwa mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Ni mambo gani haya Mungu anataka tukayashike, tukayaelewe, ili tuwe wana wake, tuwe watoto wake wa kuongozwa naye. Bwana apewe sifa. Kuna mambo ambaye tukipatana na Mungu, tunapokuwa wana wake, yanafanyika katika maisha yetu. Maisha yetu yanakuwa sio ya kawaida. Bwana asifiwe kanisa. Wakati tunatii na kulishika neno la Bwana, maisha yako hayatakuwa kawaida kama jinsi ilivyokuwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hata kuona kwetu hakutakuwa kwa kawaida. Kufanya mambo yatakuwa tofauti, hayatakuwa ya kawaida. Tunapotii neno la Bwana na kulishika amri zake, mambo yatabadilika. Kwa hivyo mambo yatabadilika, na tutakuwa viumbe vingine vipya ambavyo vinaweza tabua Mungu wao na kujua vile Mungu anataka tukayafanye. Bwana asifiwe sana. Mungu aliwaita wana wa Israeli ni kwa sababu kuna vile Mungu alitaka wakue. Alikuwa amewaona, lakini sasa kwa ajili ya yale alikuwa bara yao, kuna yale aliyekuwa anataka wakue, na alikuwa anataka watu wanaweza kuobii Mungu, na watu wanaweza keep the covenant, wanaweza weka maagizo yao na Mungu katika mioyo yao. Ni kwa ajili ya wana wa Israeli wote kuendelea. Hata sisi tumefikiwa na neno hili. Vile waliweka the covenant,
na wakaombea Mungu, ndio imetufikia hata sisi tunaendelesha injili. Bwana asifiwe. Nasi Bwana apewe sifa, kwa sababu kuna wale wanaobere wanatutegemea, wale ambao wanangoja kwetu. Mungu anatuambia siku ya leo, we have to obey God. Bwana asifiwe sana. Na sijui kama tunapita mapito tukinyenyekeshwa na Mungu ili tuweze kumuombea. Sijui kama challenges zinakuja, ziko nyingi hata katika nchi yetu, zinapata nchi yetu, ili nchi yetu iweze ikaobey, ili kanisa likaweze likaobey, kwa sababu tumepotoka. Bwana anatutiisha ili tuweze kufuata amri zake na tuweze kumtii, to obey the covenant he made with wana wa Israeli, na sisi amemeki nasi. Bwana apewe sifa. Biblia inatuambia kwamba tunapo obey, aliwaambia mnapo obey, you will be my people. Bwana asifiwe sana. Hata nasi aliwaambia mnapo obey mtakuwa watu wangu. Nasi siku ya leo Bwana anatuambia tena, tunapo obey tutakuwa watu wake. Tutakuwa watu ambao wamechaguliwa, watu ambao wameteuliwa. Sijui kama wewe mwenyewe, juu neno ni lako na ni langu, unasikia kama mimi ni mmoja wa wale wameteuliwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Na wale ambao wameteuliwa na Mungu, kuna mambo wanaweza fanya na kuna mambo hawawezi fanya. Na anatukumbusha asubuhi ya leo, kuna mambo nataka kuwaonya kuyafanya. Mkiwa watu wanaweza obey neno langu, na watu wanaweza weka maagizo yangu na maagano yangu kwenu, kuna mambo ambayo hamfai kuyafanya, na anatusungumuzia yatoke kwetu. Bwana asifiwe sana. Bwana anatusungumuzia. Kuna mambo ambayo anatuona, ambayo yamekuwa kwetu, yametufunga, yanatufungia tusisikie sauti yake, yanatufungia tusieneze injili, tusiwe watu wa Mungu ambao watu wamekubarika, ambao wanaweza enda safari moja na Yesu. Bwana asifiwe sana. Basi anatuambia, basi wekeni bari uovu wote na hila yote. Bwana asifiwe. Ni nani anaambiwa kanisa? Ni mimi na ni wewe. Mungu anatuambia tuweke bari uovu wote wa aina yote. Sijui Mungu anatuona na uovu wa aina gani, na kwa sababu Mungu anatupenda, anatukaribisha kwake, tuende karibu na yeye. Vile alipeleka wana wa Israeli karibu na yeye, karibu na mlima, nasi Mungu ametuleta karibu na yeye. Ndio amekupa uwezo wa kufika katika nyumba lake. Ndio amekuita ukasikia, ukaacha mambo zako, ukaja karibu na yeye, ili akuambie basi uache uovu wote na unafiki na usunda. Hizo kwa Kiswahili usunda. Mungu anataka tuache uovu wote. Acha tuangalie kwa Kizungu. Rid yourself then of all evil, no more lying or hypocrisy. Bwana asifiwe sana. Uhinga kwa Kiswahili, hiyo unafiki ulio na watu wa Mungu. Bwana ametuleta karibu na yeye ili tuache unafiki. Unafiki Mungu ameuona. Yes, tuko wa Kristo, na yes, tuko chini ya mlima, tuko karibu sana na Mungu, lakini kuna haya ambayo yanafanya tusiende safari vizuri. Mambo ya unafiki kwa watu wa Mungu. Bisi Bereani, Mungu anatuambia kwamba tuache unafiki ili aweze kwenda nasi katika safari, tuwe watu wake ambao amewaita yeye mwenyewe. Tena anatuambia kwamba or jealousy or insulting language. Ngai, kwani Mungu ametuona? Kweli neno ni letu, neno ni langu.
Mungu anatuanya kuacha language zingine ambazo ni chukizo machoni pa Bwana na wivu. Haya yote ni matunda ya kuzimu. They are for the evil ones, but not the righteous people. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Mungu anatupenda, tuache wivu. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe. Na tuache mambo ya kuongea, mambo ya uofu, mambo ambayo hayafai kutoka katika midomo ya watu wa Mungu ambao wametakaswa. Wanakiri Yesu ni Bwana. Midomo ambayo iko na ushuhuda. Bwana anatuambia kwamba tuache kuongea mambo ambayo hayafai. Bwana asifiwe sana. Anatuambia kwamba Bwana kwa sababu ya kutupenda, be like newborn, new babies, always thirsty for the pure spiritual milk. Bwana asifiwe sana. Bwana anatuambia tuwe kama watoto wadogo. Tunajua mambo ya mtoto mdogo, tumelea na tuko nao kanisani. Bwana anatuambia tuwe kama watoto wadogo. Kwa nini? Na sisi ni wazee. Watoto wadogo hawana dhambi. Bwana asifiwe sana. Watoto wadogo wanakuanga innocent. Watoto wadogo wanangoja kufidiwa. Usipowape anaweza kaa hivyo. Tena wanakuanga attractive sana. Ukiona mtoto tu unasikia kumuongeresha kwa sababu anakuwa attract, ni mzuri. Hivyo ndivyo Bwana anataka tuwe, kama watoto wadogo. Tukiwa kama watoto wadogo, ataweza kutulisha na neno lake. Bwana asifiwe sana. Mtu mkubwa anaweza kusema ninajua. Mtu mkubwa anaweza kusema sitaki hiyo. Ajichagulie lile neno anataka. Na ujue neno la Mungu ni lake na ni la wakati wake. Ni lile anaweza kukuambia ufanye na vile anaweza kukuambia uache. Bwana asifiwe sana. Lakini mtoto mdogo ni vile anaambiwa na kile anapewa. Mungu anataka tuwe kama hawa watoto wadogo ili atulishe na roho wake. Bwana asifiwe sana. Na roho wake ukiwa ndani mwetu, hakika tutapokea mazuri ya Bwana na tutayajua yatakuwa ndani mwetu. Basi kile chochote ambacho sio cha Mungu kitatolewa. Tutabaki watu ambao wametakazika, wanaweza tumika kwa utumishi wa Bwana. Bwana asifiwe. Mungu anataka tuwe kama hawa watoto wachanga ili atulishe, ili tukuwe watu wanaweza kuwa attractive to other nations. Na watu wa nje wakikuona, kwa sababu roho wa Mungu amekufiri, atatamani wokovu. Bwana asifiwe. Atatamani jinsi unavyoishi. Haleluya. Bwana anatuzungumzia tuwe kama watoto wadogo, kwa sababu mtoto mdogo tukija hapa tutafunzwa, tutakuwa watu wa kufunzika na tutakufunzwa na kuelewa na kutii, kwa sababu tutakuwa kama watu wakubwa. Yes, ni mzee, lakini kwa sababu ya kumjua Mungu amenyenyekea mpaka chini, anakuwa kama mtoto mdogo. Kwa hivyo atalitii neno la Bwana na kile ataambiwa atafuata. Bwana apewe sifa. Bwana ni mwema, anatupenda. Bwana asifiwe sana. Tutaweza kujua na tutaweza kukua namna gani kiroho. Tutakuwa namna gani tukiwa watoto wachanga. Tutakuwa namna gani ili tutoke tena kuwa kama mtoto. Bwana anataka tukue. Bwana anataka tukue kiroho. Tusiwe tu watu wa kukunywa maziwa mpaka tunazeeka tukikunywa maziwa. Mungu anataka tuwe watu ambao watakula kitu ngumu. Kwa hivyo unapokuwa mtu unaweza kula kitu ngumu, unakuwa mtu ambaye amekomaa kiroho. Hakuna jambo litakujarisha. Bwana asifiwe sana. Utasimama wima kwa neno la Bwana. Bwana asifiwe. Tutakuwa namna gani tunapotamani kukua, tunapotamani roho wa Bwana, tunapotamani kutenda mambo mema. Bwana asifiwe sana. Tunapotamani, basi siku ya leo unavyotamani
na utakavyo tamani kukua kiroho ndivyo utakuwa. Lakini ukiweka sitaweza na sitaki, basi utabaki kuwa mtoto kiroho. Bwana asifiwe. Matendo ya mtoto utayafanya tu kama ya mtoto, utafanya tu kama mtoto. Mkristo ambaye ni mtoto, ikifika ni kuongea vile Mungu anatuonya siku ya leo, utaongea kama watu wale wengine. Ikifika ni masengenyo vile Mungu anatuonya, utafanya kama hao, utatusiana kama hao, utaona maono ya mtoto vile anaonanga tu. Kwa hivyo matendo yanakuwa kama ya mtoto. Bwana anatuambia tukue tukiwa kama watoto. Anaendelea kutulisha na maziwa ili tukue watu walio na nguvu. Bwana asifiwe sana. Kama vile tunapenda kukua na mwili ulio na afya, hata kiroho tukue watu ambao wako na afya, watu ambao wako na nguvu. Pia tunapotamani kukua, inabidi pia tutafakari yale Mungu ametutendea ili umjue Mungu. Hata rafiki yako huwa unatafakari na kuona pahali mumetoka. Tunapotafakari kama vile Mungu alikumbusha wana wa Israeli, mkumbuke niliwabeba kwa mabawa, niliwabeba. Aliwakumbusha. Nasi asubuhi ya adhuhuri hii ni vizuri tukumbuke yale Mungu ametutendea kutoka tulipokuwa watu wadogo na umbali huu tumefika. Mungu amekutendea nini? Mungu amekutendea nini? Hata wengine hawezi kahesabu yale Mungu amewatendea. Jinsi ulivyo ni Mungu amekutendea. Bwana apewe sifa. Wacha kuangalia yale ungetamani na hujaifikia, hujayapata. Kwa sababu hiyo iko na wakati wake. Na kama ungekuwa hapo mbele za Bwana na kumtamania, pengine angekuwa yamefika. Lakini Mungu hawezi akakupa kwa sababu hujakuwa. Itakuhalifu, itafanya mambo maovu katika maisha yako. Reflect what God have done to you. Bwana asifiwe sana. Fikiria yale Mungu amekutendea. Waza pahali Mungu amekutoa. Kukuokoa amekuokoa. Safari umeenda na tunasikia wengi wanaangamia mpaka families katika safari moja. Nawe umekuwa katika hii barabara kila wakati na Mungu amekulinda. Hayo sio mambo ya kufunzwa. Kutazama yale Mungu amekutendea. Ni mengi, ametupa uhai. Ni mengi. Mzee wa PCMF amekupa familia, amekupa watoto, amekupa mke. Bwana asifiwe. Sisi wa mama wa Gil, Mungu ametubariki na watoto, ametupa ushirika wa wamama. Kunao hawawezi wakakaa katika ushirika. Nazo neema za Bwana zimetufikia ya kwamba tunaweza kuwa katika kikundi hiki na kukubarika. Bwana asifiwe. Tafakari yale Mungu amekutendea mwanalika. Tafakari, usione yale. Ukitazama yale tu huwa unatamani huwezi ona Mungu. Lakini angalia yale Mungu amekutendea. Utawekuwa mtu wa kukua kiroho. Ukijua ni leo, kesho Mungu anatenda kwa sababu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Jambo lingine ambalo limenisaidia ni ya kwamba una taste Mungu, kuhonja, kushama. Sijui kama umewahi sikia hiyo utamu wa Yesu. Bwana asifiwe sana. Kusikia utamu wa Yesu ndani mwako. Huwezi sikia utamu wa kitu kama hujakihoja. Unapoingia kwa Yesu, upeane maisha yako uokolewe, unasikia hiyo utamu wa Yesu na unakuja kusimama wema. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Yesu ni mtamu. Kwa wale wanamjua, wana ushuhuda kwamba Yesu ni mtamu. Bwana asifiwe sana. Na Yesu sio wa vile tuko, ako ndani mwetu na ndio hutoka nje. Watu wanatamani huyo Yesu. Bwana asifiwe sana. Tena unaweza kukua kwa sababu ya kutamani kumtafuta. Kutafuta Mungu. Mungu anatafutwa. Hakuji tu hivi. Huu ufalme wa Mungu
unapatikana kwa wenye nguvu. Bwana asifiwe sana. Ni kumtafuta Yesu. Kila wakati unamtafuta Yesu. Na amesema ya kwamba nitafute na utaniona. Bwana asifiwe sana. Unatafuta Yesu ama tunakaa tu hivi tuletewe? Na tunapoletewa hatuwezi mjua, hatuwezi mshika, kwa sababu ya kuletewa ni dakika hii. Tuko kanisani, tunapotoka tunasahau. Lakini kama wimbo tumeimba ya kwamba ufurahi kwa kile umefanyia kazi. Bwana asifiwe sana. Tufurahi kwa kile tumefanyia kazi, kwa sababu kile uko nacho umefanyia kazi, huwezi ukasahau ama ukiachilia. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo unapomtafuta Yesu, unajua ile nini umetoa kwa kumtafuta. Ile nguvu umetumia, ile masaa umetumia, wakati, ile kujitoa. Kwa hivyo unapomshika huwezi ukamwacha na utakuwa karibu na yeye. Bwana asifiwe sana. Unakuwa jiwe unapomtafuta Yesu. Maandiko yanatuambia Mungu anataka kutufanya jiwe, jiwe ambalo ni la kona. Bwana apewe sifa. Utakuwa jiwe unapomtafuta na kumjua Yesu. Wacha tusome neno hapa. Hiyo 1 Peter 2 verse 6. You'll be a chosen and valuable stone, which I am praising as the cornerstone in Zion. And whoever believes in him will never be disappointed. Bwana asifiwe sana. Wale ambao wanakuwa jiwe, jiwe katika kazi yake. Bwana asifiwe sana. Kanisa haiwezi haribika, kazi ya Mungu haiwezi kosa mfanyikazi, kwa sababu wewe ni jiwe. Huishi, unadumu milele ndani ya Kristo. Jiwe huwa haliishi. Bwana asifiwe sana. Unakuwa praised, unakuwa mtu amewekwa kama jiwe. Kwa hivyo mambo yote Mungu atakuwa na kutumia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe kanisa. Sijui kama wanabireani, sisi ni jiwe katika ufalme wa Mungu. Uko nini wala uko nani? Katika surface ya siku ya leo, wewe ni jiwe ambao Mungu anaweza kukuweka kwa ajili ya ufalme wake. Bwana asifiwe. Hapa tuko na vipawa nyingi. Kwa hivyo jiwe ni nyingi ambazo ziko tofauti. Bwana asifiwe. Na zote zinaposimama kutumika, hakika hatutahaibika kama kanisa. Familia zetu hazitahaibika tukiwa jiwe nyumbani. Jiwe ni kitu ambacho kimesimama, ambacho hata maji ikija huwa inafuka. Tunaonanga mito inafuka, inawacha jiwe mahali pale. Umejengwa mjengo na Kristo, ya kwamba umesimama imara. Wewe ni jiwe. Tunapokuwa jiwe katika ufalme wa Mungu, mambo yatakuwa sawa. Hata kanisa letu litakuwa sawa. Familia zetu, wanayuthi ambao ni jiwe, hata hawafai Heroda kuwafuata, kwa sababu ni jiwe, wanatenda mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Wamama ambao ni jiwe, wanatembea kila wakati usiku na mchana, kwa sababu hakuna kitu kinaweza kuwatoa mahali pale. Wanasimama imara ndani ya Kristo. Bwana apewe sifa. Wanaume ambao ni jiwe, walio katika kanisa la Bereani, wanasimama imara kumtetea Yesu. Bwana asifiwe sana. Wanasimama imara kutetea watoto. Wanasimama imara kutetea kazi ya Mungu, ambao ni jiwe. Lakini sio watu ambao ni matope. Matope inamalizikanga kila wakati. Wakati wa jua inapasuka, wakati wa mvua inayeyuka. Watu ambao ni jiwe ndani ya Kristo, wamejengwa na neno lake mpaka wakawa watu ambao ni famu katika Ukristo. Bwana apewe sifa. Naomba wanabiriani, siku ya leo tuwe watu ambao wanaweza tumika, kwa sababu Mungu anatupenda, ya kwamba ametuambia kwamba we will never be disappointed. Simama imara kwa Bwana, hutakuwa mtu ambaye wakuhaibika. Pia tunapojua kwamba kama vile ametuambia
hatutakuwa disappointed. Kwa hivyo kama sisi sio watu ambao ni disappointed, basi tutakuwa watu respective. Bwana asifiwe sana. Watu ambao wako na heshima. Haro kanisa, tunataka tuwe watu ambao wako na heshima, sio watu wa kustukanga kila wakati, sio watu wa kuangalia nyuma kila wakati, watu wa kukosa tumaini kila wakati, watu ambao wameheshimika ndani ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Ndio hao watu ambao ni stable. Mtu ambao ni stable ndani ya Bwana, ambaye ni jiwe ambao watu ni stable. Tutakuwa watu ambao ni chosen race. Tutakuwa watu ambao the priest. Hallelujah. Priest. Watu ambao wanaweza tumika na Mungu kuwa mapriest. Nataka uone vile tunaangalia mchungaji akiwa ndiye priest wetu. Sisi zote tukiwa namna hiyo katika nyumba la Bwana. Bwana apewe sifa. Tukifarishwa mavazi ya ushindi, tukiwa watu wanatamani kutafuta Mungu na wamekata kauri, tunakuwa watu ambao ni a chosen nation, watu ambao wamechaguliwa. Bwana asifiwe sana. Watu ambao hawako kwa giza. Biblia inatuambia mstari wa 7, 2 Peter, ambao juu ya hilo jiwe, this stone is for great value. Ushike hiyo, wewe ambao ni jiwe, you are of great value for you that believe, but for those who do not believe, the stone which the builders reject is worthless, turned out to be the most important. Yes, kuna jiwe ambalo halijulikani, ambalo ni worthless, halina value, haziwezi likatumika. Nasi kwa sababu ni lile jiwe ambao lilidharauliwa lakini likasimama. Bwana asifiwe. Naomba tushike hivi. Hilo jiwe ambao huwa linaambiwa limedharauliwa lakini linasimama, ni jiwe ambao limepita katika majaribu. Yes, majaribu yalikuja yakakuacha kama umesimama, yalitaka kukuangusha, kwa sababu tunajua shetani halali bado anafuata watu wa Mungu. Lakini kwa yule ni jiwe, hata akija na mipango yake, hata akienda kutuaccuse kama Ayubu, ya kwamba tutabaki kwa sababu tunamjua Mungu. Hilo ndilo jiwe ambalo lilidharauliwa lakini likasimama. Tutakuwa watu stable. Bwana apewe sifa. Mtu wa Mungu, siku ya leo, sijui uko upande gani, sijui unamfuata Mungu gani, sijui bado uko katika pale ukizunguka chini ya mlima ukigoja Mungu, na kwa sababu hujashikanishwa naye, huwezi elewa akiongea, huwezi elewa akitumana, huwezi elewa akikuita, huwezi elewa. Bado tunaona kama mtu wako katika jangwa. Siku ya leo Mungu anataka tumjue, na tutakuwa tunasikia sauti yake. Bwana asifiwe sana. Akikuita utaitika. Bwana asifiwe sana. Ukiitwa utaitika. Akikutuma utaenda. Akikuonyesha njia utafuata. Atakutoa katika majaribu na shida, na maisha yetu yatakuwa mkononi mwake. Tuwe jiwe ambalo ni jiwe ambalo liko hai, na uhai ni kuzaa. Jiwe linaweza zaa matunda yaliyo mema. Bwana asifiwe sana. Wana Bereani, wacha tuangazie mambo yetu kwa Mungu vile ametuzungumzia na ametunenea, ili tuwe watu wake na watu ambao wameteuliwa, na kazi pia itakuwa rahisi. Bwana asifiwe sana. Kazi itakuwa rahisi. Kazi haitakuwa ngumu, kwa sababu kuwa na ungumu ndio unafanya hata kazi ya Mungu iwe ngumu. Lakini tunapoacha hayo mambo yote na mengine Mungu ametuambia katika maandiko, kazi itakuwa rahisi, nasi tutapokea baraka na tutakuwa watu wa kuinuliwa. Bwana akatubariki sana, na Bwana akatubariki, na Bwana akatusaidie tunapokubali kusaidiwa naye. Bwana asifiwe sana.